Tanzania itafikia adhma ya kuwa na usalama wa maji kupitia ujenzi wa gridi ya taifa ya maji inayolenga kusambaza maji kwa kutumia vyanzo vikubwa vya maji vya uhakika, ikiwemo kujenga mradi wa kuchukua maji kutoka Ziwa Victoria kwenda Dodoma katika miji ya Singida na ujenzi wa mabwawa makubwa ya kimkakati, uendelezaji wa maji chini ya ardhi na kuchimba visima virefu, matumizi endelevu ya vyanzo vya maji, kuimarisha miundombinu ya usambazaji maji pamoja na kuboresha usimamizi wa miradi. Ninapenda kuwaalika wadau wa sekta ya maji pamoja na sekta binafsi kushiriki na kupanga na kuendeleza gridi ya taifa ya maji, na ninaomba bodi ya taifa ya maji, gridi ya taifa ya maji iwe mmoja ya ajenda yenu. Tumezungumza sasa uanzishwaji wa national grid ya taifa. National grid ya taifa maana yake nini? Kwamba tutumie sasa vyanzo vyetu toshelevu kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto ya maji katika taifa letu. Nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Ukenda Kigoma, ukenda Katavi, ukenda Rukwa, tuna ziwa Tanganyika. Ukenda kanda ya ziwa tuna ziwa Victoria. Lakini leo ukenda Ruvuma tuna ziwa Nyasa. Ipo baadhi ya mito mikubwa. Ukenda Mtwara tuna mto Ruvuma, ukenda mkoa wa Pwani tuna Rufiji, tuna Ruvu. Lakini na maeneo mengine ya Kigoma tuna Maragarasi. Ukenda huku kaskazini tuna mto Pangani. Nini maana yake? Mito hii, rasilimali hizi ambazo tumejaliwa na Mungu zitumike, na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Naweza kusema hii kazi inaanza lini? Kazi tumekushaianza. Leo tunaona national grid au tunaona SGR ambayo inatoka Dar es Salaam kuja Dodoma na kwenda maeneo mengine. Wizara ya Maji ina SGR ya maji. Tumeyatoa maji ya Ziwa Victoria, sasa yamefika Tabora. Hayo ni mapinduzi makubwa na ndio uelekeo wa wizara yetu ya maji. Kenda Simiyu tuna mradi wa zaidi ya bilioni 400. Wilaya zote za mkoa wa Simiyu zitaunganishwa na maji ya Ziwa Victoria. Kenda kaskazini mwa Tanzania leo tuna mradi ule wa Same Mwanga. Natumia maji ya bwawa la Nyumba ya Mungu. Maji yale yamefika Same Mwanga, sasa yanakwenda Korogwe. Kifika Korogwe tuna mradi wa miji 28 wa zaidi ya bilioni 170. Tunatoa maji ya mto Pangani, yanasaidia Korogwe, yataenda Muheza, yataenda Handeni, yatakwenda mpaka Pangani, Tanga mjini. Maji ya Handeni yatafika mpaka Chalinzi, yataungana na maji ya Wame ambayo yataungana pia na Ruvu, yataingia Dar es Salaam. Eneo la mkoa wa Pwani tuna mto Rufiji, utapeleka maji Dar es Salaam, yatafika mpaka Lindi. Kwa Ruvuma, kwa maana ya Mtwara, tumeanza kuyatumia maji ya mto Ruvuma, yamesaidia sasa jimbo la Nanyumbu, mradi upo katika hatua za mwisho, yatakwenda Masasi, yatakwenda mpaka Mtwara, yataungana na maji haya ya Rufiji. Leo ukenda zako mkoa wa Mbeya kwa maana ya Songwe huko, tumeanzisha mradi wa zaidi ya bilioni 100. Tunatoa maji ya mto Momba, yanakwenda Tunduma, yanakwenda Vawa Mlo, yatafika mpaka Mbeya. Mbeya mjini tuna mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 117 ambao ya kuyatumia maji ya mto Kiwila yatakwenda mpaka Mbarali. Mbarali tumeanzisha mradi pale wa miji 28 ambao tunakwenda pale mpaka Rujewa, Rujewa inaenda Wanging'ombe, Wanging'ombe mpaka Makambako. Hiyo kazi tumekwishaianza. Kwa hiyo huo ndio uelekeo wa sekta yetu ya maji. Kwa hiyo nimezungumza, tunapotaka mambo makubwa lazima watendaji wetu tukubali kubadilika. Tufanye kazi, tujitume, na sina mashaka mimi kama kiongozi wenu na taaluma nzuri na uwezo mzuri, lakini lazima tubadili mindset zetu katika kuhakikisha malengo ambayo tumejiwekea basi tunaweza kuyafikia, ili hata siku moja tusipokuwa viongozi basi kuna mambo ambayo tumeyaacha katika taifa letu ambayo yatakuwa na manufaa kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.